Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Mungu ametupa kibali wewe pamoja na mimi kukutana madhabahuni muda huu. Unajua, mara nyingi sana tumepata nafasi ya kulitia jina la Bwana, tumeomba, tunalitia jina la Bwana. Tunakutana madhabahuni kila Jumanne, tunalitia jina la Bwana. Na Mungu amekuwa mwema sana, ameendelea kuyajibu maombi yetu kila tunapolitia jina lake. Lakini pia yamkini kuna mmoja wetu ambaye bado anasema, mimi kuna mahali Bwana hajajibu maombi yangu. Mtu wa Mungu, unajua ni rahisi sana mtu kuomba wakati anapitia changamoto fulani kwenye maisha yake. Lakini pamoja na hiyo, mtu wa Mungu, ni vizuri kuendelea kuomba hata kama mambo hayaendi, hata kama mambo yanaenda, lakini tusiache kuomba. Na siku ya leo Roho Mtakatifu ametupa nafasi ya kuingia katika darasa la maarifa kuhusu maombi. Unaweza ukaomba, lakini kuna namna moja ama nyingine, kuna eneo na nafasi kubwa hatujaelewa kuhusiana na kujibiwa kwa maombi ama kutokujibiwa kwa maombi, kwa sababu kuna mtu ambaye anaomba lakini haoni majibu ya kile alichokiomba, na kuna mwingine anaomba anasubiria muda mrefu lakini hajapokea, lakini baadaye anakuja kupokea. Sasa siku ya leo tunaenda kuingia kwenye darasa la maombi. Sasa yapo mambo 10 yanayotakiwa kuyazingatia, lakini pia tunatakiwa kuyafahamu, ili kwamba tunapoomba tujue, je, tunaomba vibaya ama tunaomba sahihi. Lakini pia tunatakiwa kuyafahamu ili kwamba tujue, kwa sababu wakati wa kufundishwa ni wakati wa kumilikishwa vya Mungu. Wakati wa kufundishwa ni wakati wa kufahamishwa, maana saa ya mafundisho ni saa ya Mungu, na saa ya mafundisho ni saa ya kukabidhiwa funguo, kwa maana fundisho sahihi ni ufunguo wa maisha. Na usipofundishwa, mtu wa Mungu, kuna mahali utalia sana, kuna mahali utakuwa na maswali ya kutosha. Sasa siku ya leo tunaenda kuingia kwenye darasa la maarifa kuhusu maombi, na leo tunaangalia kipengele ambacho kinasema ya kwamba mambo 10 yanayofanya Mungu asijibu maombi yako kwa wakati. Asijibu maombi yako kwa wakati, si kwamba hasijibu maombi yako kabisa, lakini kwa wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hebu tenga muda wako tuweze kuingia kwenye darasa hii. Mtu wa Mungu, maombi ni zaidi ya kupeleka ombi. Maombi inatafsiriwa kama neno la Kigiriki presuke, yaani ni mazungumzo, it is a communication, ni kuwasiliana wewe pamoja na Mungu, mazungumzo kati ya mtu na Mungu. Sasa kila wakati tunapowasiliana vibaya, majibu yake hayatakuwa mazuri. Na lipo fundisho linalozungumzia kwa habari ya kuwasiliana, kwa Kiingereza tunasema communication skill. Na mara zote sisi wanadamu hatujui kuomba jinsi ipasavyo, na Biblia kabisa inazungumza kwa habari ya kwamba hatujui kuomba jinsi ipasavyo. Lakini Biblia kwenye kitabu cha Warumi inatuambia kwamba ni Roho Mtakatifu ndiye anayetuombea kwa Baba kwa kuugua kusikowezwa kutamkwa. Tafsiri yake ni kwamba wewe una maneno mazuri ya kumconvince Mungu, wewe una maneno mazuri ya kuenda mbele za Bwana, unaona Mungu, lakini Roho Mtakatifu ndiye anayeelewa lugha yetu, maana yeye ndiye anakaa ndani yetu na ni Mungu. Kwa hiyo anatuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Yeye anachukua madhaifu yetu, yeye anachukua maneno yetu na kuyaweka kwa namna ya kiungu, na tunasikika mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini inapofika kwenye habari ya maombi, ni lazima tuingie darasani.
Katikati ya mambo yote ambayo wanafunzi walimwambia Yesu awasaidie ni pamoja na kumwambia kwamba awafundishe kuomba. Kumbuka, kuna wakati wanafunzi walimwambia Yesu awaongezee imani, lakini kuna wakati walimwambia tufundishe kuomba. Tufundishe kuomba. Kwa hiyo kuna wakati ambapo unaweza ukaomba vibaya kabisa. Kuna wakati ambapo tunaweza tukaomba vibaya na maombi yetu yasisikike. Sasa kanuni ya kwanza ya kuomba vibaya, hebu tuangalie jambo la kwanza linalomfanya Mungu asijibu maombi yako kwa wakati. Jambo la kwanza ni dhambi za siri, secret sin. Mtu wa Mungu, kanuni ya kwanza ya kuomba vibaya ni kuomba katika dhambi. Unajua, kila mtu yeyote arazani anaweza akaomba kwa sauti kubwa, lakini kuomba kwa sauti kubwa haimaanishi kwamba maombi yako yanasikilika mbinguni. Kuomba kwa sauti kubwa, kwa ujasiri mpaka jasho inatoka, haimaanishi kwamba maombi yako yatasikika. Lakini tafsiri yake ni kwamba watu wengi wanaomba kwa ujasiri arazani, lakini nyuma ya pazia wana dhambi za siri. Na kinachofanya Mungu asijibu maombi yako kwa wakati, jambo la kwanza kabisa ni dhambi za siri. Dhambi za siri. Watu wengi wanaishi dhambi za siri: uongo, uzinzi, uasherati, ulevi, kuteta watu wengine, umbea. Yaani mambo yale unayoyafanya kwa siri. Wengine kabisa ni vijana wanaangalia picha za utupu, masturbation. Yaani dhambi za siri ambazo zinazokutafuna, umeshindwa kutubu, umeshindwa kutengeneza, zinafanya maombi yako yasijibiwe na Mungu kwa wakati. Kitabu cha Isaya 59 mstari wa kwanza mpaka mstari wake wa 3 inazungumza kwa habari kwamba mkono wa Bwana haujawahi kuwa mfupi ili kwamba usiweze kukubariki, na masikio ya Mungu hayajawahi kabisa kuwa mazito ili kwamba yasisikie maombi yako kila unapoomba. Lakini Biblia inaweka wazi kwamba ni makosa, dhambi, uovu ndio unaoficha uso wa Mungu, na hata Mungu hapendi kusikia. Ni makosa, ni dhambi za siri. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukachukua pia kitabu cha Yohana sura 9 mstari wa 31, lakini pia chukua Isaya tena sura yake ya 29 mstari wake wa 15. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili katika mambo 10 yanayofanya Mungu asijibu maombi yako kwa wakati, nasema kwa wakati, ni kutokuwa na neno la Mungu moyoni mwako. Kutokuwa na neno la Mungu moyoni mwako. Kuna utofauti wa mtu ambaye anaomba akiwa na neno la Mungu moyoni mwake, na tofauti ya mtu ambaye anaomba lakini hana neno la Mungu moyoni mwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza, kulijua neno la Mungu ni kuwekeza katika serikali na ufalme wa Mungu. Kuomba kwa kuwa na ufahamu wa neno la Bwana ni kurahisisha kiti cha enzi cha Mungu kuachilia majibu ya maombi yako kwa wakati. Anayeomba akiwa na maarifa na ufahamu wa neno la Bwana hawezi akalingana na anayeomba asiye na ufahamu, kwa sababu Mungu uliangalia neno lake ili kwamba alitimize. Kitabu cha Yeremia sura 1 mstari wa 11 hadi 12, Mungu analiangalia neno lake ili alitimize. Analiangalia neno lake katika maombi yako ili kwamba alitimize. Mungu hajibu tu yale uliyoyaomba, bali Mungu anajibu yale uliyoyaomba sawasawa na neno ramantoziata, sawasawa na neno lake, sawasawa na neno lake. Kwa hiyo kuomba nje ya muktadha ama nje ya maarifa, nje ya ufahamu wa neno la Bwana
ni kutokujibiwa. Kwa hiyo kinachofanya maombi yako Mungu hayajibu kwa wakati ni kwa sababu hauna neno la Mungu moyoni mwako. Mtu wa Mungu, Biblia inasema kwenye kitabu cha Wakolosai, na neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu. Kae kwa wingi ndani yenu. Kitabu cha Yohana sura 15 mstari wake wa 7. Naomba tupaangalie hapo. Yohana 15 mstari wake wa 7. Kwa msaada wa Bwana neno la Mungu linasema kwamba ninyi mkikaa ndani yangu. Sikiliza vizuri, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu. Hajasema na maombi, hajasema na vitu vingine, anasema na maneno yangu yakikaa ndani yenu. Baada ya hapo anasema ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kukaa ndani ya Kristo na kuwa na neno la Kristo ni vitu viwili ambavyo vinafanana, lakini ni kama kuna utofauti mdogo sana, na huo utofauti mdogo ndio muhimu sana. Kumbuka Yesu Kristo mwenyewe ni neno. Kuna mtu mmoja anasema mtumishi, sijaelewa. Sikiliza. Huwezi ukamtenga mtu na neno lake. Yes, that is true. Yesu Kristo ndiye neno. Anasema ukikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote. Katika ufalme wa Mungu tunaamrisha vitu kwa sababu sisi ni wana wa Mungu katika ufalme wake. Kwa hiyo tuna haki ya kumiliki vitu vya Mungu. Sasa ili tumiliki vitu vya Mungu ni lazima tuwe na ufahamu wa kutosha, na ufahamu wa kutosha katika serikali ya mbinguni tunaupata ni kwa neno la Mungu. Ni kwa neno la Mungu. Kampuni ni ya baba yako, lakini usipojua hisa, usipojua agreement na contract namna ilivyosainiwa na vitu vyote, hutapokea chochote kwenye kampuni hiyo. Kuna mtu unaelewa? Ninakuombea kutoka madhabahuni, Bwana akafungue ufahamu wako uelewe zaidi ya haya katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo jambo la pili is to lack the word of God in your heart. Kutokuwa na neno la Mungu moyoni mwako, hapana akilini, nasema moyoni. Kuna tofauti ya kukariri maandiko ama mavesi na kuwa na neno la Mungu moyoni. Ni lazima utofautisha hapa. Lazima uweke utofauti wa kukariri na kuwa na neno la Mungu. Daudi anasema kwa Zaburi, anasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako ili nisije nikakutenda Mungu dhambi. Kwa hiyo kumtenda Mungu dhambi ni kutokuwa na neno lake moyoni. Sasa watu wengi wana neno akilini lakini hawana neno moyoni. Mtu wa Mungu, wekeza katika neno. Jambo la tatu ambalo linamfanya Mungu asijibu maombi yako kwa wakati ni uchanga wa kiroho au kutojua kanuni za kimungu. Uchanga wa kiroho, immaturity, spiritual immaturity, uchanga wa kiroho na kutojua kanuni za kimungu, na kutojua, not knowing the principle of God or divine principle. Mtu wa Mungu, zijue kanuni. Andiko la kuangalia ni kitabu cha Wagalatia sura yake ya 4 mstari wa 1 hadi mstari wake wa 2. Nasoma bila tafsiri. Imeandikwa, lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wowote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, angawa ni bwana wa yote, bali yu chini ya mawakili na watunzaji hata wakati uliokwisha kumrithiwa na baba. Unaelewa hilo andiko? Kama bado ungali mchanga, kuna mambo hautavimiliki, kuna vitu hautamiliki, ni mpaka utakapokomaa, ni mpaka umeelewa kanuni, ni mpaka umeelewa principle, the kingdom principle. Kuna mambo ambayo baba yako amekupa ili kwamba uyarithi,
lakini kwa sababu wewe bado ni mchanga, bado ni mdogo, huyafahamu mambo hayo. Mtu wa Mungu, kataa uchanga wa kiroho. Komaa, wekeza katika ulimwengu wa roho, ukomae mtu wa Mungu, ukomae, zijue kanuni za ufalme. Lakini pia kitabu cha Wagalatia sura 6 mstari wa 7, Biblia inasema msidanganyike, Mungu haziakiwi. Chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Zijue kanuni za kimungu. Kuna wengine kabisa hawazielewi kanuni za kimungu. Yaani unakuta yupo tu, hajui mambo ya sadaka, hajui kufunga na kuomba, hajui kutoa sadaka, hajui kutoa dhabihu, hajui kutoa limbuko. Yaani yupo tu. Ninakuombea Bwana akusaidie uyaelewe haya, uyaangalie kwenye jicho la kiroho, sio kuliangalia kidini. Ukiliangalia kidini utaelewa, lakini ukiliangalia kiroho maisha yako yanabadilika kabisa. Jambo la tatu ambalo yanayomfanya Mungu asijibu maombi yako kwa wakati ni kutojua kuomba kwa jinsi ikupasavyo. Not knowing how to pray rightly. Kutokujua kuomba kwa jinsi ikupasavyo. Kitabu cha Warumi sura yake ya 8 mstari wake wa 26. Bwana Yesu aziviwe sana. Jambo la 5 linalomfanya Mungu asijibu maombi yako kwa wakati, mtu wa Mungu, ni kwamba kutokuomba kwa imani. Kutokuomba kwa imani. Praying without faith. Kuomba bila imani. Kuomba bila imani. Unajua ni rahisi sana kusema namwamini Mungu, lakini moyoni mwako imani tunaiangalia. Mungu anaangalia ile imani. Anaangalia imani. Yaani mambo yanaharibika, vitu haviendi familia. Mambo yanaharibika kazini kwako. Umefukuzwa, kazi hujapewa, biashara haiendi, huduma, mambo yanaharibika. Imani inahitajika. Unachokiomba, je, unasukumwa na presha ya maisha? Ama unasukumwa na tatizo? Ama unayo imani kwa Mungu? Yaani kuna mtu yeye anaomba Mungu kwa sababu Mungu amembariki, ndipo anasema oh Baba asante. Lakini mwingine Mungu hajamtendea, bado ana nafasi ya kushukuru. Huyo ndiye mtu mwenye imani. Yaani kama wewe hujapata kile unachokitafuta, huna nafasi ya kushukuru, huna nafasi ya kutoa sadaka, ni mpaka umetendewa. Imani yako bado ni ndogo. Wanafunzi wakamwambia Yesu, Bwana, tuongezee imani. Increase our faith, oh Lord. Wanafunzi wakamlilia Yesu. Mtu wa Mungu, maombi yako yanachelewa, hayajibiwi kwa wakati kwa sababu unaomba bila imani. Unaomba bila imani. Kitabu cha Waebrania sura 11 mstari wa 6, Biblia inasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Without faith it is impossible to please God. Alama ya kujumuisha 2778624371. Hizo ni namba zetu za mawasiliano. Ikiwa unahitaji ushauri wa kiroho, unahitaji maombezi, unaweza kuwasiliana nasi. Piga simu, tuma ujumbe na tutakurudia kwa wakati. Na kama unatamani kuungana nasi kwenye group letu la maombi, kwenye huduma hii ya maarifa na maombi, tuma ujumbe ni unge kwenda namba zetu hizo za mawasiliano na tutaweza kukuunga. Ni grupe kabisa tofauti sana, na Bwana ametupa nafasi ili kwamba tuimarishe mahusiano yetu na yeye kupitia madhabahu haya ya maarifa na maombi. Na yupo mwingine unasema, mtumishi wa Mungu, napitia wakati mgumu kwenye maisha, nahitaji maombi, nahitaji maombezi. Wasiliana nasi kwenye namba zetu hizo, tuma ujumbe, piga simu na tutakurudia kwa wakati. Mungu akubariki sana. Sikiliza, jambo la 6 ambalo unalotakiwa kulifahamu linalofanya kwamba Mungu asijibu maombi yako kwa wakati ni kwamba kutokuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Kutokuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Lakini naomba nikupatia ya maandiko mengine mawili. La jambo la 5, kutokuomba kwa imani, nimekuambia Waebrania 11 mstari wa 6, lakini pia unaweza ukasoma Waebrania sura 10
mstari wake wa 38, andiko muhimu sana. Lakini pia Marko 11:24. Baba tusaidie, Baba tusaidie, tuongezee imani. Yesu, tuongezee imani. Muongezee mwanao huyu anayenisikia imani, muongezee imani, muongezee imani. Unayetusikiliza kutoka hapo YouTube, mtu wa Mungu, usiache kusubscribe, usiache kushare linki kwa watu wengine, ili kwamba na wao waendelee kusaidika. Roho Mtakatifu aendelee kuwasaidia, Yesu aendelee kuwafungua, aendelee kuwapa maarifa, ili kwamba na wao mwisho wa siku wapokee ushindi na utukufu umrudie Mungu. Kama hujaokoka, wakati sahihi ndio huu. Wasiliana nasi. Unataka kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi binafsi wa maisha yako, wasiliana nasi kwenye namba zetu za mawasiliano. Mtu wa Mungu, wakati sahihi ndio huu, wakati sahihi ndio huu. Jambo la 6, ili kwamba ninalofanya maombi yako yasijibiwe na Mungu kwa wakati, ni kutokuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Praying out of the will of God. Out of the will of God. Kuna aina mbili ya mapenzi ya Mungu. Kuna perfect will na kuna permissive will. Kuna mapenzi ya Mungu halisi na kuna mapenzi ya Mungu ameyaamuru tu, kwa sababu umelazimisha, kwa sababu umesisitiza. Mungu anatenda tu. Hiyo tunaita permissive will. Mungu anaacha tu, yani anasema okay sawa, okay sawa. Kama vile wana wa Israeli. Nikupe mfano ya permissive will. Wana wa Israeli walitaka na wao wawe na mfalme kama mataifa mengine. Ni wao ndio walitaka kwa wakati wao. Yaani Mungu aliwatendea tu akawapa Sauli. Ni Mungu ndiye alimchagua Sauli. Lakini kwa sababu haikuwa perfect will, haikuwa mapenzi halisi ya Mungu hawa wawe na mfalme. Nafikiri unaifahamu Biblia yako. Sauli aliishia pabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini perfect will ya Mungu ilikuwa ni Daudi. Perfect will, mapenzi halisi ya Mungu ilikuwa ni Daudi. Lakini permissive will ilikuwa ni Sauli. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu, omba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Katika hilo unalolipitia, ni yapi mapenzi ya Mungu? Kuna mtu anataka Mungu amponye kichwa, lakini Mungu akiangalia maisha yako anaona kwamba sio kichwa, unatakiwa kuponywa kwanza moyo. Moyo uponywe. Kuna mwingine unataka kwamba Mungu alete amani kwenye ndoa, kumbe Bwana anataka kwanza tengeneze tabia yako. Raya mandozi ataya. Kuna mtu anasema kwamba yani mimi tokea nianze kuomba ndoa Mungu hajanipa ndoa. Kumbe Mungu akiangalia tabia yako anasema ni lazima kwanza nijibu kwenye tabia yako, tuitengeneze vizuri. Tuondoe maringo, tuondoe kiburi, tuondoe dharau. Kuna mwingine anasema mtumishi, mimi huduma yangu hakuna, yani ninaomba hakuna, watu hawaponi, siwezi hata kutoa pepo. Mungu niongezee upako. Mungu akiangalia upako anasema hapana. Sio swala la kujibu ili upokee upako, ni swala la kutengenezwa kwanza. Mwingine unaomba kazi, unatafuta kazi, yani unatafuta kazi, unasema mimi unakosa. Mungu, mbona mimi sijapata kazi? Lakini Mungu akiangalia maisha yako anasema hapana, wewe sio wa kuajiriwa. Ni wewe unatakiwa kuajiri watu wengine. Wewe ndio unayetakiwa kuwa bosi, sio wewe kuajiriwa. Oh my God. Kuna mwingine anasema mtumishi wa Mungu, mimi ni magonjwa, tokea nianze kuomba haya magonjwa yamenitesa sana. Sikiliza, unaomba Mungu akuponye magonjwa, kumbe Mungu akiangalia anasema haya magonjwa, huyu mtu, haya magonjwa ndiyo yanayomfanya maisha ya maombi yaongezeke kwake. Kuna watu wanaomba kwa sababu wanataka Mungu awaponye. Sikiliza, maombi yanatakiwa yawe maisha yetu ya kila siku. Sio kuomba kwa sababu unateseka, sio kuomba kwa sababu mwili unauma. Hapana, maombi ni maisha. It is a lifestyle. Prayer is our lifestyle. Kwa watoto wa Mungu maombi ni maisha. Maombi sio kipindi, maombi ni maisha. Sasa Mungu anapoona kwamba maombi kwako ni kipindi, anakuacha kwanza sehemu,
anakuacha kwanza sehemu mpaka utengenezeke. Haiwezi kachukua siku sijui muda kiasi gani ili kwamba Mungu akuponye. Ni swala la kutamka tu, ni swala la kulituma neno. Biblia inasema ulituma neno uwaponya na kuwatoa katika maangamizi, na kuombea kwa jina la Yesu. Bwana kufungue kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji, pokea nguvu, pokea ufungulivu, pokea uponyaji katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, kila kifungo cha kipepo, kila kifungo cha nguvu za giza kimefunga maisha yako, ninakiamuru leo kifunguke. Kifunguke kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Omba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Yatake mapenzi ya Mungu halisi. Kitabu cha Yohana wa kwanza sura 5 mstari wake wa 14. Yohana wa kwanza sura yake ya 5 mstari wake wa 14. Neno la Mungu linasema ya kwamba, na huo ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. Maombi yako yanasikika kwa haraka sana na yanajibiwa kwa haraka sana ukiomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Katika hilo unaloliombea, taka kujua mapenzi ya Mungu ni yapi. Ni kweli unalia, ni kweli unahitaji Mungu akusaidie. Je, unayafahamu mapenzi ya Mungu halisi katika hilo? Je, unayafahamu mapenzi halisi? Unataka kufungua biashara, je, umejua mapenzi halisi ya Mungu kwanza? Bwana akufahamishe mapenzi yake halisi kwenye maisha yako. Jambo la 7 ambalo hufanya Mungu asikujibu maombi yako kwa wakati ni kutokumsikia Mungu baada ya kuomba. Kuna hatua 3 za maombi. Hatua ya kwanza ni kabla ya kuomba, hatua ya pili ni wakati unaomba, na hatua ya 3 ni kabla ya kuomba. Ama niseme hivi, asante Roho Mtakatifu. Hatua ya kwanza ni kabla ya maombi, hatua ya pili ni wakati wa maombi, na hatua ya 3 ni baada ya maombi. Kwa Kiingereza ni before prayer, during prayer na after prayer. Hayo maeneo 3 ni muhimu sana wewe kuyazingatia, kwamba unawaza nini kabla ya maombi, na unawaza nini wakati wa maombi, yani wakati unaomba, na unawaza nini baada ya maombi. Kuna mtu anamwamini Mungu kabla hajaomba, lakini wakati anakuwa anaomba mawazo mengine yanakuja, mawazo ambayo hayaeleweki. Anaanza kuwaza ugali, anaanza kuwaza kazi, anaanza kuwaza ndoa, anaanza kuwaza matatizo yake, anaanza kuwaza watoto wamemvuruga, mume amekimbia, yani anaanza kuyawaza matatizo. Ndio maana watu wengi utawaona wanalia katikati ya maombi. Wengine sio kwamba wamejazwa Roho Mtakatifu, wengine wanazikumbuka shida zao. Sikiliza, wakati unaomba katikati ya maombi, wakati wa maombi ambao ni hatua ya pili, sahau shida zako, liangalie neno la Bwana na umwangalie Yesu msalabani anayeweza kutatua shida zako. Na baada ya maombi sasa, after prayer, muamini Mungu kwa kile ulichokiomba. Muamini Mungu kwa kile ulichokiomba kwamba atajibu kwa yale uliyoyaomba. Kutokumsikia Mungu baada ya kuomba inakufanya maombi yako yasijibiwe kwa wakati. Hebu naomba niwasaidie wale wanaofunga. Kuna watu ambao wanafunga siku 3 kavu, ama siku 10 na ngapi, siku 2, 1, umekuwa kwenye mfungo. Yaani ukimaliza mfungo tu unashindwa kupata nafasi ya kutulia. Kila mara unapomaliza mfungo, chukua nafasi ya utulivu. Nafasi ya utulivu. Soma neno, msikie Mungu, msikilize Mungu anasema nini. Sio unamaliza kufunga, unatoka kwenye mfungo, unaanza kuangalia Netflix, unaanza kuangalia mafilamu, mamovie, maseries. Hapana. Epuka hiyo hali, ikatae. Ni mwongozo wa shetani unaokuongoza pabaya, ili kwamba usimsikie Mungu baada ya maombi, na inafanya maombi yako kuchelewa, yasijibiwe kwa wakati. Wengine wanafunga siku 3, siku 4. Sasa wakimaliza kufunga, yani watakuja kufunga mwaka kesho tena. Hapana, mtu wa Mungu. Kufunga kwako leo siku 7, siku 10 na siku 2, siku 3,
Haimaanishi kwamba usifunge tena, hapana. Tuliendelea kubaki katika uwepo wa Bwana. Ndio maana tukapata nafasi ya kujifunza kwa habari ya kuishi katika faida ya kuishi maisha matakatifu. Hilo somo lipo na very soon limeingia kwenye YouTube channel yetu. Hakikisha unatembelea ukurasa wetu wa YouTube, endelea kupokea maarifa. Na ikiwa unahitaji audio ya mafundisho haya ya maisha, faida ya kuishi maisha matakatifu, wasiliana nasi, tutakutumia nayo. Mungu akubariki sana. Kutokumsikia Mungu baada ya kuomba yanafanya Mungu asikujibu maombi yako kwa wakati. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Deuteronomy sura yake 28 mstari wa kwanza hadi wa pili. Jambo la 8 ambalo linamfanya Mungu asijibu maombi yako kwa wakati ni kwamba ni kutokuomba kwa muda mrefu. Kutokuwa na muda wa kuomba kila siku angalau saa moja. Mtu wa Mungu, jitengee muda wa maombi na uanze kujifunza kuomba muda mrefu. Anza kujifunza kuomba muda mrefu. Kila siku angalau uchukua saa moja. Kila siku angalau saa moja. 1 hour per day. Siku moja unachukua saa moja maombi. Yaani wewe kuanzia asubuhi mpaka usiku unalala, unashindwa kumpa Mungu hata saa moja ya maombi. Unasoma neno kwa dakika chache na baadaye unaomba. Saa moja tu, only 1 hour. Nazungumza maombi binafsi nyumbani kwako, hapana maombi na watu wengine, hapana. Nazungumza wewe peke yako, wewe mwenyewe kujenga madhabahu binafsi. Kitabu cha Mathayo sura yake ya 26 mstari wa 41. Minimum hour in the prayer is 1 hour. Yaani kwa mzaifu ni saa moja, Jijengee leo, unaweza ukachukua dakika 10, kesho 20, mpaka unakuja unaanza kuomba saa moja. Sio kwamba ukianza kuomba saa moja ndio umemaliza, hapana. Kuna wengine kabisa kiburi kinakuja, nimeanza kuomba saa moja, hapana. Endelea mpaka uanze kutandika masaa 5, 3, 2, lakini inaanza mdogo mdogo. Unajipa discipline mdogo mdogo. Yesu aliwaambia mitume, hamkuweza kukesha nami hata saa moja. Mtu wa Mungu, kutokuomba kwa muda mrefu, kutokuwa na muda wa kuomba kila siku angalau saa moja, inamfanya maombi yako kuchelewa, yasijibiwe kwa wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la 9 ni kuomba vibaya. Yakobo sura 4 mstari wa 3. Mfano wa kuomba vibaya ni utaukuta kwenye kitabu cha Luka. Kwa ajili ya muda jisomee mwenyewe Luka sura 18 mstari wa 10 hadi mstari wa 14. Hapo kuna mfano wa kuomba vibaya. Luka sura 18 mstari wa 10 hadi 14 utakuta mfano wa kuomba vibaya, utaukuta hapo, jisomee mwenyewe. Na jambo la 10 la mwisho naofanya Mungu asikujibu maombi yako kwa wakati ni kutokuomba kwa bidii. Luka 18 mstari wa kwanza imeandikwa kwamba akawaambia mfano, imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala usikate tamaa. Yakobo sura 5 mstari wa 16 hadi 18. Mtu wa Mungu, omba kwa bidii. Omba kwa bidii. Omba kwa bidii. Alama ya kujumuisha 27786243718. Ungana nasi kwenye madhabahu ya maarifa na maombi. Ungana nasi, jifunze kanuni za maombi. Tuna vipindi vya kuomba, vya maombi, vya mifungo na maarifa ya neno la Bwana mbalimbali kwenye nyenzo na kwenye kona mbalimbali za maisha. Mtu wa Mungu, jifunze kuomba kwa bidii, jifunze kumwendea Bwana kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi naitwa mtumwa wa Kristo, Mwalimu Joseph Lwamwe. Bwana ametupa kibali na neema ya kusema na wewe muda wote huu.
Wasiliana nasi kwa namba zetu ikiwa unahitaji maombezi, unahitaji ushauri wa kiroho. Yupo mwingine unasema, mtumishi, kwa ufunuo huu nitaiachilia sadaka yangu. Namba zetu za mawasiliano bado ni zile zile. Wasiliana nasi kwenye namba hizo kwa kuiachilia sadaka yako. Lakini pia unaweza ukawa mwana partners kwenye huduma hii ya maarifa na maombi. Kuwa mwana partner, tuandikie kwenye namba zetu za mawasiliano alama ya kujumuisha 27786243718. Tuambie neno unataka kuwa mwana partner na tutakuongoza lile linalotakiwa kufanyika. Sio kiwango kikubwa, hauhitaji uwe tajiri mkubwa sana ili umtumikie Mungu. Lile dogo unalolipata unaweza ukamtumikia Mungu kwa sadaka yako, kwa uchumi wako, kwa mfuko wako. Peleka injili pamoja nasi kupitia sadaka yako ya kila wiki ama kila mwezi, na Mungu ataendelea kupanua wigo lako na uchumi wako na maisha yako. Mtu wa Mungu, kama kuna kitu kikubwa na muhimu sana ni kumtumikia Mungu kwa akili, kwa moyo, kwa mali na kwa namna yoyote ile. Mungu akubariki sana, ninakupenda. Hakikisha kwamba unawatumia watu wengine ibada hii na mafundisho haya, na wao waendelee kuimarika na kuimarisha mahusiano yao na Yesu Kristo. Na kama hujaokoka, upo kwenye group letu la WhatsApp lakini hujaokoka, ama unatusikiliza kutokea YouTube, ama umetumiwa ibada na ndugu na rafiki na unatamani kumpokea Yesu awe Bwana Mwokozi binafsi wa maisha yako, wasiliana nasi kwenye namba zetu za mawasiliano. Ni hatua muhimu sana. Biblia inasema mbinguni pana furaha mtu mmoja akiokoka. Mtu wa Mungu, chukua hatua kuokoka. Wokovu ni leo, sio kesho. Wasiliana nasi kwa upendo, tutakurudia kwa wakati. Mungu akubariki sana. Ninakupenda, lakini ukweli ni kwamba Mungu anakupenda zaidi. Uwe na wakati mzuri, lakini nitakuachia neno moja la mwisho, ni kwamba Mungu akupe neema ya kuomba daima, maombi yenye kibali mbele zake. Ninakuombea katika jina la Yesu. Bwana akajibu maombi yako, Bwana akakutendee mema, Mungu akazifungue njia zako na kukubariki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Amen. Amen.